Naam, karibu sana mwana michezo katika akaunti yako hii ya YouTube. Majina yangu ni yale yale, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Bwana, sasa leo tuna taarifa ambazo zimeendelea kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na yale ya kisoka yanayoendelea katika klabu ya Yanga pamoja na klabu ya Simba, kuhusiana na moja kati ya watu ambao wanasupport kwa namna moja au nyingine klabu ya Simba, nikimzungumzia Jeruti, kutoa ahadi ambazo baadhi amezitekeleza na baadhi bado hajazitekeleza. Sasa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans, nikimzungumzia Ally Kamwe, ameweza kuzungumza mengi. Mbali na hayo, moja kati ya wachambuzi wa soka na mashabiki wa Simba, nikimzungumzia JB64, ameongea kwake kuhusiana na kile ambacho alikizungumza meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Naam, mwana michezo, kama ndo mara yako ya kwanza, kisha unabonyeza alama neno subscribe ili uwe mtu wa kwanza kabla ya kuendelea, kisha una share, like pamoja na comment. Moja kwa moja nakuletea kile ambacho kimeweza kutokea kwa watu hawa wawili ambao wameweza kusababisha taarifa hizi kuweza kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii. Mchambuzi wa soka na shabiki wa Simba JB64 amtolea uvivu afisa habari wa Yanga Sports Club, nikimzungumzia Ally Kamwe, kwa kumuita chawa wa Jeruti, ambaye anatafuta uchawa huo kwa nguvu kutokana na hatua yake ya kuipromote Simba Sports Club bila yeye mwenyewe kujijua. JB64 ameeleza kuwa maneno na kelele zote anazopiga Ally Kamwe dhidi ya bidhaa na usajili wa Simba kila mara zinakuja kuthibitisha uhalisia na kuongeza mauzo ya klabu hiyo. Amewashangaa wapinzani wanaojifanya wasemaji mpaka pale basi la mnyama linapopata pancha, huku akisisitiza kuwa zihaka zao zote zimefeli baada ya chuma hicho kuweza kutua. JB64 amepigilia msumari kuhusu zihaka kuwa basi hilo ni used, akifafanua kuwa lile ni chuma kipya kabisa aina ya Scania Ilzal i6 kilichotengenezwa nchini Uhispania na kina ubora sawa na basi la Real Madrid. Ameeleza kuwa gari hilo limesafiri kwa miezi minne kwenye meli ndani ya maji na kupitia changamoto za unyevu wa chumvi baharini, yani humidity, jambo linalofanya rangi yake ionekane kama imefubaa kabla ya kufanyiwa ukarabati, yani renovation kwa lugha ya Kimombo, na kuwekwa branding ya kibabe hapa nchini. Aliongeza kuwa wapinzani wao wamezoea hadi feki za viwanja vya kwenye laptop na picha za kutengenezwa, yani AI, tofauti na Simba ambao kila kitu chao ni cha uhalisia na kinakuja kutokea kwa vitendo. Amesisitiza kuwa mzabuni wa Simba Jeruti tayari ametimiza ahadi 4 kati ya 5 alizotoa, zikiwemo jezi bora za Deadora, kusajili wachezaji makatiri, jezi za pre-season na sasa kuleta basi jipya la mashabiki bandarini. Kuhusu ahadi ya mwisho ya ujenzi wa uwanja, JB64 amewatoa hofu wana Simba na kufichua kuwa makubaliano na kampuni ya ukandarasi wa Kichina yamekamilika. Jeruti anachosubiri kwa sasa ni ruksa, yani go ahead, kutoka kwa viongozi wa Simba ili kuingiza mitambo viwanjani kuanza kazi, akimtolea mfano kuwa mtu anayetimiza hadi 4 hawezi kushindwa ya 5. Je, unaona ujio wa hili basi utawaziba midomo Ally Kamwe na wote walikuwa wanabeza juhudi za Jeruti? Dondosha komenti yako hapo chini kwenye uwanja wa komenti. Na hizi zilikuwa ni taarifa za kimichezo, mwana michezo, kutokea katika klabu ya Simba pamoja na Yanga, pamoja na msemaji wa Yanga nikimzungumzia Ally Kamwe, pamoja na shabiki wa Simba na mchambuzi wa soka JB64 kuhusiana na yale ya kisoka ambayo ameweza kutokea hapa. Sina la ziada, naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakia siku njema. Bye bye.